Manunguniko. Neno hili manunguniko linapatikana katika kitabu cha Kutoka. Neno linahusu manunguniko. Naomba msomaji utasoma katika kitabu cha Kutoka sura 16 mstari wa 1 hadi wa 13. Kutoka 16 ule mstari wa 1 hadi wa 13. Maandiko yanasema, kisha wakasafiri kutoka Elim, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elim na Sinai. Siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi Misri. Na mkutano mzima wa wana Israeli ukawanungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Kisha itakuwa siku ya 6 ya kwamba watayandaa hayo watakayoleta ndani, nayo yatakuwa ni mara ya 2 kuliko watakayokota kila siku. Musa na Haruni wakawaambia wana wote wa Israeli, jioni ndipo mtakapojua ya kuwa Bwana amewaleta kutoka nchi ya Misri. Na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manung'uniko yenu mliomnung'unikia Bwana, na sisi tu nani hata mkatunung'unikia? Musa akasema, ndilo litakalokuwa hapo Bwana atakapowapa nyama wakati wa jioni mle, na asubuhi mikate hata mkakinai. Kwa kuwa Bwana asikia manung'uniko yenu mliomnung'unikia yeye, na sisi tu nani? Manung'uniko yenu hayakuwa juu yetu sisi, ila juu ya Bwana. Musa akawaambia Haruni, haya, sema na mkutano wote wa wana Israeli, njooni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye ameasikia manung'uniko yenu. Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa akinena, nimeasikia manung'uniko ya wana Israeli. Haya, sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, na wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wetu. Ikawa wakati wa jioni kware wakakaribia, wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Neno linahusu manung'uniko. Nini maana ya manung'uniko? Maana ya neno manung'uniko ni kuongea kwa sauti ya chini chini ukiwa peke yako ndani moyoni. Unaweza kukutana mtu mwingine anakuwa anajiongelea yeye mwenyewe, anaongea. Lakini pia neno manung'uniko ni kusema kwa sauti ya kulalamika, ukionyesha kutoridhika na jambo fulani. Wana wa Israeli katika safari yao ya kutoka Misri kwenda Kanaani walikuwa na manung'uniko. Walikuwa na manung'uniko licha ya vitu vingi ambavyo Mungu aliwatendea wakiwa Misri. Aliwafanyia wakiwa katika mkono wa Farao.
walisimamisha manung'uniko. Bwana aliwapigania isivyo kawaida. Wakiwa kwa mikononi mwa Farao, Mungu alikuwa pamoja na wao, aliwatetea, alisimama na wao katika magumu waliokuwa wanayapitia. Mungu alijifunua kwao kama Mungu, aliwapigania. Hata yaliposimama yale mapigo 10 ambayo yalipiga wa Misri, Mungu alikuwa pamoja na wana wa Israeli. Aliendelea kuwafunika na wingu la utukufu wake. Mapigo 10 yalipokuwa yanahudhuria kwa Wamisri, wana wa Israeli walikuwa katika mikono iliyo salama. Walikuwa kwenye ulinzi usio wa kawaida. Mungu alikuwa pamoja na wao. Pigo la kwanza liliposhuka kwa Wamisri, lile la maji kuwa damu, mito yote kwenye mito ya wana wa Israeli yalikuwa yanatiririka maji masafi. Wakati wa Misri wanahaha wapi wachote maji, mito inatiririka damu. Kwa Wamisri kulikuwa damu imesambaa kwenye mito yote, lakini wana wa Israeli chemichemi za maji yao zilikuwa zinatoa maji masafi. Wakati linapigwa pigo la pili la vyura, katika nyumba zote za Wamisri, kwenye nyumba za wana wa Israeli kulikuwa hakuna chura hata mmoja. Vyura vimesambaa kila sehemu. Vyura vinaruka mpaka kwenye vilindo vya unga. Kwa wana wa Israeli wako shwari. Hakuna zala lolote ambalo lilikuwa linawapata. Mapigo yote yalipohudhuria kwa Wamisri, kwa wana wa Israeli kulikuwa amani kabisa. Hata liliposhuka lile pigo ambalo ndio lilimtikisa Farao kuwapa wana wa Israeli ruhusa ya kuondoka mikononi mwao na kuwaambia ondokeni, lile pigo la mzaliwa wa kwanza lilimtikisa Farao. Pigo la mzaliwa wa kwanza. Wakati kwa wa Misri wanakufa wazaliwa wa kwanza, kwa wana wa Israeli kulikuwa shwari. Malaika wa ulinzi alipita akaweka nembo, anasema wekeni nembo ya damu katika mimo ya milango yenu, ili yule malaika anayepiga na kuua asidhuru familia zenu. Kulikuwa kuko shwari, amani ni ya kutosha. Wakati wanatoka mikononi mwa Farao kwa ushindi mkubwa, wamepewa kila kitu, wakaambiwa ondokeni mahali hapa, nendeni, nimewaruhusu, ondokeni. Wakaondoka wana wa Israeli kwa kishindo kikubwa Misri kuelekea Kanaani. Wakati wanaondoka kwa ujasiri mkubwa, maana Mungu wao alikuwa pamoja na wao. Wakaondoka na kila kitu. Wanachukua zawadi zingine wanawapa, wanasema nendeni, ondokeni. Wakaondoka. Wana wa Israeli walipokuwa katika safari ya kuondoka kuelekea Kanaani, wakafika bahari ya Shamu. Baada ya kufika kwenye ile bahari,
mbele yao kuna bahari, nyuma yao majeshi ya Farao yanawafuatia. Maana Farao alikaa akasema, ngozi hivi, simameni imara, mtauona mkono wa Bwana. Kama kiongozi na yeye moyoni anaanza kuwaza nitafanyaje, lakini akapata ujasiri akawaambia, simameni, mtauona mkono wa Bwana utawavusha katika bahari hii. Wakavuka bahari ya Shamu kwa ushindi mkubwa. Walipovuka ile bahari, wa Misri bila kujua kwamba ni kitu gani kimetokea, ni kinini kimesababisha wa watu wakapita hapa, wakaingia wazima. Mungu akafanya heshima, akawafunika kwenye ile bahari. Historia ya maisha yao haikuonekana tena. Yale majeshi yaliyopanga vita juu yako hautayaona tena. Ile vita iliyoko nyuma yako inakufuatia, kama Bwana aishivyo, hautaiona tena. Acha kunung'unika. Majeshi yaliyoko nyuma yako, yaliyoko upande wako, yana nguvu kuliko wa Misri. Acha kulaumu, acha kunung'unika. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Mimi niliyewatoa mikononi mwa Farao niko pamoja nao. Huyu Mungu aliyekutoa katika hali mbaya yuko pamoja na wewe, yuko upande wako. Hata yainuke majeshi yanafuka moshi namna hiyo, aliyoko mbele yako ni mkubwa kuliko yale majeshi. Haleluya. Usinung'unike. Wana wa Israeli walipovuka ile bahari ya Shamu kwa ushindi mkubwa, walipofika jangwani walifuta yote. Wakasema, Musa, sisi hatukuelewi, njaa inataka kutuuia hapa jangwani. Hakuna muujiza ambao ulikuwa unatisha kama ule wa maji yamepasuka bahari. Mimi sijawahi kuona maji yanapisha, yanasimama, haya yanasimama huku, mengine yanasimama huku. Ule muujiza sio wa kawaida. Itokee miujiza mingine yote ya kuwasaidia, ya kuwatetea, ya kuua mzaliwa wa kwanza, sawa, lakini kitendo cha kuona hata kama ni maji tu ya hapo Misungumilo tunavyoyaonaga, yaamue yahame, huo sio kitu cha kawaida. Ni kitu ambacho sio cha kawaida. Bahari ikatengwa, maji yakawapisha, mengine akasimama huku, mengine akasimama huku. Wakapita kwa ujasiri mkubwa, maana aliyeko mbele yao ni mkubwa kuliko maji. Yeye akiingia kwenye maji, maji yanasalenda. Akiingia kwenye jaribu la namna yoyote, jaribu linaondoka, maana yeye ndiye maji, ndiye moto, hashindwi na chochote. Acha kunung'unika. Acha kunung'unika. Manung'uniko sio mazuri kwa watu wanaokwenda mbinguni. Manung'uniko sio mazuri kwa wewe uliyeokoka. Sisi tuliokoka, Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14 hadi wa 15. Naomba usome hapo. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 14
na 15. Maandiko: yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi, kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tuliookoka tunaamriwa kuyatenda mambo yote pasipo manunguniko. Amina kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tutende mambo yote pasipo manunguniko. Anasema kwamba sisi ni mianga. Sisi ni mianga. Mianga ni nini? Mwanga ni kitu ambacho kinang'aa, kinamulika mahali ambapo pana giza. Anaposema mpate kuwa kama mianga katika ulimwengu, sisi tuliookoka ni mianga katika ulimwengu huu. Wakati ulimwengu unalalamika, wakati ulimwengu unanungunika, wakati ulimwengu unasema hapa hapapitiki, sisi tunasema hapa panapitika. Amina kanisa. Wakati ulimwengu umechoka, sisi kama mianga ni jukumu letu kuwatia nguvu walimwengu ambao wamechoka na kuambia kwamba aliyeko mbele yetu ni mkubwa kuliko shida. Haleluya. Biblia inaposema sisi ni mianga, tunatakiwa kumulika. Tunatakiwa kumulika mahali ambapo giza limetanda. Amina. Sura ya 5 mstari wa 14 anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ni mwanga katika ulimwengu huu. Sisi ni taa katika dunia hii. Watu wa mataifa wanapokuwa na huzuni, sisi tunatakiwa tukaweke furaha katika huzuni ambayo wanaisikia. Wakati watu wasiomjua Mungu wetu aliye hai, aliyetutoa utumwani, wakati wanasema hali ni ngumu, sisi ni jukumu letu kusimama katikati yao na kuambia kwamba hali sio ngumu, hali ni laini. Aliyoko mbele yetu ana uwezo mkubwa. Haleluya. Wakati watu wa mataifa wanaomboleza, sisi tunatakiwa tuingie katikati yao kutia faraja ndani yao. Sio mpagani analia na wewe ndio unalia zaidi yake. Mpagani anasikitika uchumi, mpagani anasikitika njaa, mpagani hata kama njaa imo ndani. Sio jukumu lako kusimamisha bendera ya kusema kwa kweli lazima tuangamie. Hapana. Sisi jukumu letu ni kusimama kubadilisha kile ambacho dunia inasema kiwezekani, sisi tunasema kwamba kinawezekana. Haleluya. Kipindi cha Magufuli, wakati watu wamewekwa ndani kwenye ile corona, wamefungiwa ndani, hamna kutoka nje. Hata kama kulikuwa na mtoto ndani ya nyumba ni mtundu, ilikuwa ni lazima afungiwe na kufuli mle ndani. Wakati sehemu zingine wamefungiwa ndani, yule mzee alisimama kwa ujasiri mkubwa akasema hakuna mtu kukaa ndani, tokeni nje, tokeni nje. Watu wakaendelea kutoka nje. Tena akaweka mkazo akasema nisione mtu yeyote anacheza bila kufanya kazi. Akasema hapa kazi tu, kazi iendelee, kazi inapigwa. Palikuwa mna vijana ambao wanashangaa, wanapiga tule tu wenye wanapiga na kamti sijini tu nini tule wanaita.
wanaamka wanaenda kupiga hivi. Asubuhi ulikuwa ukikamatwa wewe zako. Simamisha ushindi mahali ambapo dunia inasema hapawezekani. Wewe uliokoka unasimama, unasema kwamba panawezekana. Haleluya. Unafeli wapi? Watu wa mataifa wamejikunja, na wewe unaingia katikati yao, unajikunja zaidi yao. Na kuambia hiyo kwa mtu aliyeokoka, tambua leo hutakiwi kufanya hivyo. Ukikuta mtu wa mataifa amejikunja, anasema hapa hapapitiki, unasema panapitika. Hapa hapawezekani, unasema panawezekana. Hapa sijui tufanyeje, unasema inawezekana. Ili wamtambue Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemwabudu ana uwezo mkubwa kiasi gani. Amina. Amina. Sio watu wa mataifa wanalia na sisi ndio tunafika pale, tunalia zaidi yao. Wanaomboleza na sisi tunafika ndio tunaunga nguvu. Wanasema hivi, hawa si wanasema wameokoka, yuko wapi Mungu wao ambaye anaweza na sisi akatusaidia? Mbona wanashinda wanapiga kelele, wanasema Mungu wao yupo, Mungu wao anaweza, Mungu wao ana nguvu. Ziko wapi nguvu? Wakati watu wa ulimwengu wanasikitika, sisi tuonyeshe furaha kwenye masikitiko wanayo yafanya wao, ili watambue kwamba Mungu wetu sio wa kawaida, ili wajue kwamba Mungu tunayemwamini ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa hali ya juu. Haleluya. Unakaa umehuzunika, unaomboleza, unachanganyikiwa. Hakuna kuchanganyikiwa. Wewe uliyeokoka, hata kama ndani hauna cha kutumaini kwa siku hiyo, jitie nguvu. Huyo aliyekupa cha kutumaini jana atafanya cha kutumaini kingine. Aliyefanya jana atafanya na leo. Ndivyo tunatakiwa kuishi sisi kama Wakristo tuliokoka. Tusimamishe mambo ambayo Mungu aliyafanya nyuma, Mungu aliyotutendea. Mungu amekuvusha, Mungu amekutoa, Mungu amekuweka mahali pazuri, lakini ukijikunja unamzidi hata mtu ambaye hajaokoka. Hiyo haipo. Amina. Haitakiwi. Tumenungunika mengi. Una manyumba 3 lakini bado unanungunika. Una magari unanungunika. Una mashamba unanungunika. Una watoto unanungunika. Mungu atatushangaa. Atasema hivi, hata haya niliyowafanyia hawaoni kama ni kitu. Hata haya niliyowatendea hawaoni kuwa yanafaa. Tusiwe watu wa manunguniko. Amina. Tusimamisha yale Mungu aliyotufanyia. Hata kama leo hakuwezekani, sema aliyenifanya kuweza siku ile ataniwezesha na leo. Ndivyo inavyotakiwa, ili watu wa ulimwengu waone tofauti yetu sisi na wao. Sio wao wanaomboleza na sisi ndio tunachanganya kabisa. Hapana. Tuonyeshe tofauti iliyopo kati ya wao na sisi. Mungu ametufanyia mambo makubwa sana. Mungu ametutendea mambo mengi. Watu hapa wakisimama washuhudie kila mmoja, ni mambo mengi Mungu ametufanyia. Ametuvusha mahali ambapo palikuwa sio pa kuvuka. Alisimamisha maji yaliyokuwa yanataka kutufunika.
kama yale maji aliyosimamisha kwenye bahari ile, wana wa Israeli wakataka wakiwa wanapita. Amesimamisha magumu mengi, wewe ukapita salama. Amesimamisha mambo mengi, ukavuka salama na familia yako. Huyo ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Kila tunapokutana, kila tunapokuja kama hivi, ni wajibu wetu kusema unastahili, 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 unastahili. Mbingu na nchi na vyote vijazavyo dunia ni mali yako. Hakuna kama wewe, unastahili. Hata kama huna uhakika wa maisha ya leo yataendaje, ni jukumu lako kusema Mungu unastahili. Mungu unastahili. Sio tuinue lawama, sio tuinue manunguniko, kuona kwamba hapa sijatendewa haki, hapa sijafanywa haki. Hapana. Tuwe watu wa kumwambia Mungu unastahili. Umenitetea hapa, ukanivusha hapa, ukaniinua hapa, ukanifanyia hapa. Hakuna kama wewe mbinguni na duniani. Anayestahili kuabudiwa ni wewe tu. Haleluya, haleluya kanisa. Tuwe watu wakuwa tunafahamu mambo walio ambayo ametufanyia Mungu, aliyotutendea. Hivi ulikuwa umepanga nyumba ya chumba sebule, au umepanga single? Mungu amekupa nyumba, amekupa manyumba matatu. Kuna watu wana manyumba maine, matano, masita, magari, mapikipiki, manini amekuwekea hapo. Lakini kakitokea kajambo, unasema huyu Mungu wala mimi simuelewi. Ilikuwa inatosha kusema Mungu hayupo kama wewe. Hakuna kama wewe. Hata itokee miungu mingine, hata watokee manabii wa uongo, mimi nitasimama na wewe Mungu. Hata watokee wale waliojitoa miaka hii kupiga hela, utasimama na Mungu wako kumtangaza kwamba yeye ni Mungu anayestahili. Yeye ni Mungu, hakuna kama yeye. Hata ziinuke imani potofu, hata ziinuke imani za udanganyifu, utainua matendo makuu ambayo Mungu alikufanyia. Utasema hata ije mizimu, hata yaje maji, hata ije chumvi, hata yaje mafuta, hata ije mazingaombwe, utamuinua Mungu wako kama Mungu wa kweli. Maana alipokupitisha sio mahali pa kawaida. Lakini unakuta watu wanakwenda kinyume. Asema mimi hapa sioni namna. Mtu anaamua kwenda hadi kwa waganga, anaamua kwenda mpaka kununua maji kule Dar es Salaam. Mungu ambaye tunaweza tukamfananisha na tumiungu tungine tunatoshangaa, tumiungu tunatotetemesha, ni Mungu wa kweli, Mungu ambaye anastahili kupewa pongezi za kila namna. Haleluya. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, nuru yenu iangaze mbele ya watu wa mataifa. Katika giza lililoko duniani, katika giza lililoko ulimwenguni, sisi tusimame katika giza lile, tuweze kuonekana. Tuonekane kwamba pale kwenye ile giza kuna taa. Pale kwenye giza lile kuna taa. Sisi ni nuru, sisi ni mianga ambayo inamulika katika ulimwengu huu. Mahali ulimwengu umechoka, umekata tamaa, sisi tutie nguvu na kusema kwamba msichoke. Tunaye Mungu mwenye uwezo wa kufanya, mwenye uwezo wa kubadilisha, mwenye uwezo wa kugeuza. Tusimame na Mungu wetu kwa ujasiri. Haleluya, haleluya kanisa.
Yupo mtu mmoja mimi huwa ananifurahisha sana. Yeye hata kama ana mgonjwa huwezi ukajua. Yaani awe na mgonjwa ujue wewe, huwezi kujua. Yaani atajichanganya, kumbe mgonjwa yuko anapumulia nani hii kule mashine. Tungekuwa na watu wenye msuli wa imani hata 100 wa jinsi hiyo, ulimwengu huu ungetambua. Mme yuko anapumulia oksijeni, nyie mlioenda kumuona anawaambia sitaki. Yani ni mzima. Wakati mwingine yani unaweza ukalegea, ukatemu, ukababaika, yeye anasema ni mzima. Nikasema msuli wa imani wa jinsi hii ndio unaotakiwa kwa Wakristo wanaoenda mbinguni. Wakati dunia inatutazama kwa namna ya tofauti, unasimama unasema yupo Mungu wa majeshi, yupo Mungu wa miungu, yupo Mungu Bwana wa mabwana, yupo Mungu aliyebadilisha maji akayatenga, njia ikatokea. Na sasa katika mchana wa leo nataka nikutangazie kwamba huyu Mungu aliyewatetea wana wa Israeli pamoja na manunguniko yao atasimama na wewe katika magumu yoyote. Hakuna gumu litakalo mshinda, hakuna baya litakalo kufunika maadamu unaingia humu. Nataka nikutangazie kwamba acha manunguniko, acha manunguniko. Mungu wa Israeli ni Mungu wetu. Mungu wa Israeli aliyewavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, akawatetea jangwani, mahali ambapo walianza kuhaha. Wanamwambia Musa, maji yako wapi? Mungu anatoa maji. Sisi tuna hamu na nyama Bwana. Nyama hizi zina kasumba tangia mwanzo. Wanasema sisi tuna hamu na nyama. Hatukuelewi Musa. Mungu aliyewashushia kwale wana wa Israeli, kila mmoja anashika la kwake analikausha anakula, anashika la kwake analikausha anakula. Huyo ndiye Mungu tunaye mwabudu, aliyetutengenezea njia katika mapito tuliokuwa tunapitia, katika magumu tuliokuwa tunapitia, akatuvusha, akatutoa Misri katika mkono wa Farao, tukavuka tukiwa salama. Huyo ndiye Mungu. Amina kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye Mungu anastahili kuabudiwa. Acha kunungunika, acha kwenda umejikunja. Unajikunja unawazidi mpaka na wapagani. Sisi tunatakiwa kuwasha mienge. Tuwashe mienge mahali ambapo giza limetanda, mwenge utawale. Haleluya. Mwenge utawale mahali ambapo giza limefunika. Kama hujawahi kukaa vijijini, mimi nimewahi kukaa vijijini. Kama ni saa 8 ya usiku mvua iko inanyesha, pana kuaga giza, huwezi kumuona mtu. Yaani mpaka labda mtu akohoe. Sasa kakifanya kale kamvua kale kanafanya mia, ndio unasema Allah, kumbe kuna mtu hapa. Sisi tunatakiwa kuwa mwanga, tunatakiwa kuwa nuru katikati ya giza lililotanda, katikati ya giza. Haleluya. Tunatakiwa kuwa nuru katikati ya giza. Tuwashe mienge, tuwashe mwenge, tutangaze kwamba yupo Mungu wa kweli, yupo Mungu anayetenda na kufanya mambo makuu yasiyo ya kawaida. Kwenye giza tuwashe mwanga. Haleluya. Haleluya kanisa. Unaenda umejikunja kama ile kuku ya malale imenyeshewa na mvua. Hakuna kitu kama hicho. Tunaye mwabudu ni mkubwa kuliko shida,
ni mkubwa kuliko mambo magumu ulionenewa, ni mkubwa kuliko mambo uliotamkiwa, ni mkuu, ana uwezo wa hali ya juu. Uwezo alionao sio wa kawaida. Ametuvusha katika bahari ya Shamu kwa mkono wenye nguvu. Anastahili kuabudiwa. Haleluya. Naomba tumuombe Mungu katika mchana wa leo. Tumwambie Mungu, wewe ndio unastahili. Tumekukosea kwa mengi, tumekulaumu, tumesema mabaya, wakati wewe umetutendea mema, umetuvusha. Wewe mwambie Mungu, ulinivusha pale, ulinitendea pale. Haleluya. Mtoto wangu, mahali ambapo wewe ulikuwa umeshindwa kuwalea, asante Yesu. Mahali ambapo watoto walikuwa wameshindikana, Mungu ametengeneza watoto wako. Hakuna haja ya kunungunika, hakuna haja ya kulaumu kanisa. Mwambie Mungu, umenitetea katikati ya watesi walitaka kuniangamiza. Mungu, ninakutukuza mchana wa leo. Nataka kanisa tusimame, tuende tukamwambia Mungu unastahili. Tukamwambia hakuna kama wewe. Tumwambie Mungu mchana wa leo kwamba wewe ndiye Mungu. Na kama kuna namna ambapo ulinungunika, sisi ni binadamu, sisi ni watu. Kuna sehemu ulinungunika, kuna sehemu ulisema vibaya, ukasema Mungu sikuelewi. Kuna sehemu ulilaumu, kuna sehemu ulikuwa unajisema peke yako na kusema kwamba hapa Mungu ni kama anioni. Mchana wa leo mwambie Mungu, nisamehe. Ulionitendea ni mengi, ulionifanyia ni makubwa. Naomba usimame na mimi katika safari yangu. Kuna namna ulilaumu, kuna namna ulilaumu ulipokuwa unapita kwenye jambo fulani. Tumwambie Mungu tusamehe. Tuinue yale aliyotutendea, tuinue yale aliyotufanyia, tuinue watoto wetu aliowatetea. Wewe ulikuwa na uwezo wa kuweza kumfanya hivyo huyo mtoto wako. Ulikuwa na uwezo wa kubadilisha mume wako. Uwezo huo hukuwa nao. Hukuwa na uwezo wa kupata mtoto, lakini Mungu wa miungu akakufanya kupata watoto. Usije ukalaumu, usilaumu chochote. Hata kama likija jambo fulani, sema asante Yesu, wewe uliyenivusha hapa, ukanitetea. Hakika unastahili kuinuliwa. Hata kama napita hapa, naamini utanivusha, naamini utanitetea, naamini utafanya. Mwambie Mungu nisamehe. Kuna watu walisha laumu, lakini mchana wa leo nataka kukuambia hivi, kama kuna namna ulilaumu, mwambie Mungu nisamehe. Mchana wa leo mwambie Mungu nisamehe. Inua yale ambayo alikufanyia, inua yale ambayo alikutendea, inua yale ambayo Mungu aliyatenda kwa ajili ya utukufu wako. Naomba tukiwa tunaimba wimbo huu,
Tusimame wote, tunyoshe mikono, tumwambie Mungu tuna haja na wewe. Haleluya. Kuna namna ulilaumu, kuna namna ulilaumu, kuna namna ulinung'unika. Mchana wa leo, haleluya, fanya mambo unafanya. asante Yesu. Wanadamu wewe Unaweza Bwana. faraja. Falme. Ni nani? Haleluya. Unafanya mambo ambayo Inua mkono wako. wanadamu wewe Haleluya. unatoa Risiri ya mokasaka. Otokototoka rabori ya sika. Opisi ya moka, siri ya moka. Ori ya sika. Ota sika ya moka siya. Ori ya mori ya sika. Sika bota sika sika. Haleluya. Opisi ya moka. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa mkono wako. Ori siko siko siko.